ukitaka kumfahamu vizuri ni kwamba kuna hadithi za kupambana kabla ya THT. Mapambano talent search na nini za hapa na pale. Hivi uliwahi kupambana ukakutana na kina Young Dar es Salaam na Barnaba kabla ya yote yani? Mapambano yalikuwa makubwa sana. Nilishakutana na Barnaba kwenye maisha fani ya kuokota siso. Bwana siso anazijua bwana hatari hiyo. Mimi naisikia leo hii vijana wa sasa siso sijui mnaishi labda you can explain. Siso ni vitu ambavyo vimetumika alafu vimetupwa, na maanisha sufuria zile mabati yale na nini. Ndio tulikutana na Barnaba huko. Wapi mlikuwa? Hiyo ilikuwa ni kigogo. Kwa maana tulikuwa tunatoka wazee tunasema bwana tunaenda kupigiza. Umeona, kwa mtu anatoka Kinondoni, unatoka Mwananyamala nini, unatembea unapita ile chocho kwa chocho nini mpaka unafika sehemu ambapo unakuta mzigo wako tayari. Sasa unatosha, nenda kupeleka sehemu husika kuuza ili nipate pesa. Ambayo ilikuwa shilingi ngapi kipindi kile? Market long time now. Ile kitambo yani mtu umepata hela nyingi sana, umecheza na 2000. Umeona, umecheza na 2000 fulani. Kwa hiyo ukicheza na 2000 mzee mmoja zako nyumbani, umenunua labda chips zako, ni maisha yanafanyaje? Yanaendelea. Kwa hiyo tulikuwa ni watu ambao tulikuwa tunajitafuta tangu muda. Hiyo mwaka gani ilikuwa hiyo? Bana, unajua mimi kwanza nimeingia THT 2005. Kwa Barnaba mimi 2003 nimekuja kukutana naye mtaani. Okay. Before kukutana naye tena wapi? THT. Na katika hustling ya music mimi nishafanya sana talent show. Nakumbuka kuna mwaka fani fanya talent show ilikuwa hapa zamani wanasema Lang'ata. FM unaandaa mwenyewe au zile za kupambana talent show zile FM Club hiyo FM Club pale. Na nakumbuka Mwenyezi Mungu amrehemu Marehemu Vivi. Marehemu Vivi alikuwa ndo mkuu wa kusimamia ile talent show, na nakumbuka nilikuwa na mshikaji wangu mmoja anaitwa Masu. Sisi hapa kipindi tunachana wazee wa hip hop yani, umeona kama wasanii wengi tu wa Bongo Flava walikuanzia, wengi wameanzia hapo. Kulikuwa na chana, kwa piga leta ni show. Mimi Q Chief nimemjulia pale bwana. Ndo Q Chief anaanza kutoka, yeye ndo alichukua namba 1 na sidhani kama anakumbuka. Wa pili sio alikuwa 8, mimi nikawa namba 3 bwana. Kwa hiyo zawadi tukaenda kuchukulia sehemu husika. Sio, umeelewa sio? Kwa Q Chief ndo alianza kutokea pale, na kwa hiyo ile kipindi Q Chief anatoka na mimi nipo katika ile talent show, ila nilikuwa mshindi wa namba 3. Ila kuna nyingine mlikutana na Barnaba huko. Sasa na Barnaba tumekutana katika sehemu tofauti. Barnaba baada ya kutoka kwenye mambo ya siso tukaja kukutana sehemu nyingine ambapo Barnaba ana perform. Na Barnaba akaanza kujifunza gita. Muda yani sengine anapiga flat lakini lakini unamwona mtu ana kipaji. Nikasema huyu mtu mbona hatari. Nimekutana zaidi ya mara 2. Kwa mara 3 Barnaba ndo nakutana naye THT. Nakutana na Barnaba THT, lakini THT nilienda baada ya nilisainiwa mkataba na Royal Production. Kipindi wale Royal Production kwa nafanya video akina Mkala Fundikila. Kipindi na nipo Royal wakaja wakina Mangostino, Banana Zoro, ikafanyika wimbo unaitwa Ajali ya Iyali. Na mimi nikawemo katika huo wimbo. Sasa wakati naimba na nilikuwa na chana kama kidogo na kastaili ka kuimba. Mwanadada Vumilia baada ya kurekodi akanita pembeni, wewe mbona una kitu? Kabla na kitu gani? Mtu ndo kajiunge THT. Kumbe ni Vumilia. Vumilia ndo alinikusanya, ndo alileta hiyo. Okay. Nikaenda kujiunga na THT. Akisa THT pale nikaingia 2005. Fikiria 2002 nipo Royal ndo nikatoa wimbo ule wa nazungumzia Kinondoni. Onobalizwa na Kongoli Kino ukupa wezi tuna movie kitemi Kino. Nina wimbo wa hip hop. Enzi za rap. Sasa nikasema mimi naendaje THT wakati sijui kuimba? Mimi mtu wa hip hop. Vume akaniambia fanya kitu, nimekusikia una kitu. Kwa hiyo nilichokifanya mimi, kwa sababu msanii nilikuwa nampenda ni Banana Zoro, nilikuwa namsikiliza sana. Kwa hiyo nikakopi wimbo wa Banana ule, kama ni mapenzi hali basi ameisha zamani. Nikakopi ule wimbo
nikaenda kufanya interview. 2005 tunaenda THT. 2002 nikatulia pale kwa sababu nilikuwa kwenye rebo. 2002 na 3 na 4 na 4 mwishoni ndo nikaenda THT kwenda kufanya interview. Hiyo ilipita muda gani tangu kukutana na Vumilia? Maana ilikuwa 2003 ndo tumefanya ile ajali ya Yari. 2003, baada ya 2003 2004 kwa nikakaa kama miaka 2. Umeona, mwaka wa 3 sasa ndo nikaingia kwenda kujiunga na THT kwenda kufanya interview. Sasa wakati naenda kufanya interview, kumbe Mangustino ndio mwalimu mkuu pale wa vocal. Namkumbuka huyo mtu. Mangustino ambaye ana bendi yake inaitwa Kemondo Sound. Hivi yupo Dar es Salaam, bado yupo town hapa? Yuko Dar mwalimu, bado yuko Dar. Yuko hapa. Okay. Dogo, umekuja huku? Nikamwambia bwana teacher, nimekuja nataka nitimize ndoto yangu. Kaa hapo imba. Sasa wanaitwa watu kibao, ndo nikakutana na Barnaba tena. Vita ni vita mura. Nikakutana na Barnaba tena. Kaa pale imba wimbo wa Banana ule. Sasa wakati naimba, kumbe ofisini yupo marehemu Ruge. Mwenyezi Mungu amrehemu. Naimba pale, teacher kasikiliza sema, hembu inabidi uimbe nyimbo nyingine. Sasa anasema niimbe Mungu bwana. Akataka kukupa kuchagulia siku. Uimbe nyimbo nyingine wakati mimi nimefanyia wimbo huu mmoja mazoezi wa Banana. Akatokea bosi. Akasema sasa huyu ana kitu, haina haja ya kuimba nyimbo nyingine. Inabidi asajiliwe abaki darasani. Nikafanya hilo zari la mentali hilo. Zari la mentali. Okay, endelea. Baada ya kukaa darasani, sasa mimi kwa sababu nilikuwa napenda kujifunza na nilikuwa nataka kutimiza ndoto yangu kwa asilimia kubwa sana. Kwa hivyo kukutana Barnaba tena, bwana mzee, tumekutana tena hapa. Bwana sasa mkuta Barnaba tayari pale kashaiva, yani anapiga gita vizuri, anaimba vizuri. Alitangulia. Umeona, alikuwa na uimbaji wake mmoja wa stoka tu, unaimba tata nusu, yani uimbe moja kwa moja. Kwa hiyo nikakaa ngasema vipi hapa? Sasa baada ya kutaka kujua zaidi, nikakutana na rafiki yangu ambaye anaitwa Ali Nipishe. Nikamwambia bwana Ali, mimi nataka kujua kuimba. Akaniambia ile swala niachie mimi. Tukapanga ratiba ya mazoezi. Tunatoka saa 12 THT pale Morocco, tunaenda Coco Beach. Naenda kufanya vocal training. Ali Nipishe ndo ananisimamia. Kwa hiyo Ali Nipishe ni mtu ambaye ana mchango mkubwa katika tasnia yangu ya muziki. Yeye ndo kanibadilisha kutoka kwenye hip hop na kuja kuwa mwanamuziki mwimbaji mzuri. Ali Nipishe alinipa mazoezi magumu sana, mazoezi makali na mafundisho ya mwalimu darasani yakawa ameweza kunijenga. Amini. Interesting, moja kati ya hadithi ambazo zinasisimua sana ni hii.